Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, mbele yenu naitwa Dr. Balagoma, tabibu wa tiba asili au tiba mbadala. Leo nimerudi tena Mtoro TV kutangaza dawa tezi dume Akela, ila hasa prostate revive au rejesha afya ya tezi dume yako, ambayo ni baada ya kufanyia utafiti takriban miaka 2-3 kwa wale wenye viashiria vya saratani ya tezi dume. Baada kwa nikiwatibia tezi dume kwa hii Akela wanapona vizuri, kuna watu ulikuwa nakuta wana viashiria vya saratani, wananiambia Dr. Balagoma, nayo mwenzangu mzazi wangu tayari na saratani. Naambia hapana, ila kuna dawa naifanyia utafiti, njoo uchukue Akela, ukinunua Akela nitakupa bure. Kwa nikawa nawapa, alhamdulillah, kwa ikawa naleta mafanikio makubwa, anakaa vizuri. Kwa nimekuja kuitangaza moja kwa moja, ili ukiwa umepimwa kaambiwa na viashiria vya saratani ya tezi dume, basi dawa ipo prostate revive, lakini lazima iambatane Akela, ndio ya kwanza. Lazima tuondoe ule uvimbe, halafu wakati huo unatumia na hii kwa ajili ya kuondoa vile viashiria vya saratani ya tezi dume, ila stage ya kwanza na stage ya pili ambayo saratani inakuwa bado iko kwenye shingo ya kizazi, yani kwenye tezi dume yenyewe. Sasa tuangalie tezi dume. Tezi dume si ugonjwa. Mimi nayo tezi dume, wewe nayo mtazamaji, hata mtoto. Tezi dume ni kiungo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume ambacho hupatikana katika tezi dume ni kiungo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume ambacho hupatikana katika shingo ya kibofu cha mkojo kuzunguka mrija wa urethra. Kwamba tezi dume si ugonjwa, kila mtu nayo, hupatikana katika mfumo wa kibofu cha mkojo kuzunguka mrija wa urethra. Tatizo linakuja kadri mtu anavyokuwa ndivyo na tezi inatanuka. Kwa unajikuta sasa leo ulikuwa uko vizuri, utashangaa unapata athari za kuanza kupata dalili za tezi dume. Sasa baada ya kuangalia kwamba tezi dume sio ugonjwa, tuangalie sasa kwa nini nafikia hatua inakuwa ugonjwa. Ni baada ya seli zilizoko ndani ya tezi zinakuwa tofauti na mfumo wa mwili na kuanza kuwa vivimbe vidogo vidogo na kuanza kufanya compression ya mrija wa urethra. Unajikuta tayari mtu alikuwa anakojoa vizuri usiku mara moja, ataanza kuwa anapata utofauti katika kukojoa. Kwamba baada ya kuona kwamba tezi dume si ugonjwa bali ni kiungo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume ambacho hupatikana katika mfumo wa kibofu cha mkojo kuzunguka mrija wa urethra, kwamba tatizo ni pale seli zilizoko ndani ya tezi zinavyokuwa tofauti na mfumo wa mwili na kuanza kufanya compression mrija wa urethra na kuanza kutanuka, ndipo pale inaanza kutokea dalili. Sasa tuangalie dalili za tezi dume. Dalili za tezi dume, dalili za awali kabisa za mwanzo wale wengi unakuta ni kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku. Unakuta mtu alikuwa anakojoa kwa kawaida tu, unaweza kulala ukakojoa mara moja, umeamka usiku unakuta mtu anaanza kukojoa mara 3, mara 5, mara 10 hadi 30, kwamba kukojoa mara kwa mara. Hiyo ni dalili ya tezi dume. Kutoa mkojo ulio dhaifu, yani unapoenda kukojoa mkojo unakuwa unatoka dhaifu na pia unakuwa unaambatana na maumivu makali, unakuta mtu anapata maumivu makali. Dalili nyingine ni kushindwa kucontrol mkojo, yani mtu akihisi kukojoa tu pale pale anajikojolea. Ndio unakuta kuna baadhi ya watu nimewatibu wakiwa wana pampers, mtu anatembea na pampers, maana yake asingeweza kucontrol mfumo wa kukojoa, na maana hapoisi kukojoa tayari mkojo unatoka. Dalili nyingine ya tezi dume ni mtu kutokwa damu baada ya kufanya tendo la ndoa. Unakuta mtu anapofanya tendo la ndoa tayari inatokea damu. Alhamdulillah, nimekutana nao watu wengi, nimewatibia. Tena baadhi wamepona kwa nusu dozi tu, baadhi ila ni vizuri kama za dozi. Unakuta anapofanya tendo la ndoa inafuata damu. Hiyo ni dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ni kuanza kupata maumivu ya nyonga. Unakuta tayari mtu anapata maumivu ya nyonga, pia na mgongo. Unakuta mtu nyonga zinasumbua na mgongo. Dalili nyingine ni kuanza kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Alhamdulillah, ni wengi nimewatibia kwa Akela tu hii. Ule uvimbe wa tezi dume unaisha, ananiambia Dokta, alhamdulillah, nimeona hata tendo la ndoa imerudi katika hali yake. Kumbe angeweza kunywa dawa za nguvu za kiume bila kujua anatibia nini. Kumbe baada ya kutibia tezi dume na ile hali ya tendo la jima'i ya ndoa imerita ni baka, imekuwa nzuri. Kwamba dalili ya tezi dume tunaona nyingine ni kukosa hamu ya tendo la ndoa na kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Dalili nyingine sasa ambayo sasa ni inakuja mtu ishakuwa saratani, viashiria vya saratani, ni ile kuanza kusikia maumivu ya mifupa. Unakuta viungo vinauma, mifupa inauma, unakuta viungo vinauma,
Tuache nyonga na mgongo. Unakuta mwili mzima unauma. Nimekutana na wagonjwa wa design hiyo. Huyo mtu sasa tayari unakuta ameshakuwa na viashiria vya tezi dume. Dr. Balagomwa alhamdulillah Kela dawa nzuri, wamepona sana, na baada ya kufanya utafiti na kupata mafanikio makubwa nimewaletea prostate revival au rejesha afya ya tezi dume yako kwa wale wenye viashiria vya saratani ya tezi dume. Sasa baada ya kuangalia dalili za tezi dume, hebu tuangalie athari zake. Athari za tezi dume, athari ni nyingi sana, lakini tunaweza kuangalia kwa uchache. Ya kwanza ni mtu kuanza kusikia maumivu makali sana ya nyonga. Kwa sababu maumivu makali ya nyonga ni dalili na pia ni madhara. Unakuta nyonga zinauma. Nimekutana na wagonjwa hao. Pia maumivu ya viungo pia ni madhara. Hata kupoteza hamu ya tendo la ndoa ni dalili na pia ni madhara. Tialiona mke wako anahitaji apate stara ya tendo la ndoa ambayo ndio stahiki yake, haki yake katika ndoa yake. Unashindwa kufanya tendo la jima'i, ni madhara. Tiali madhara mengine ni pale unakuta tiali mtu anawekewa mpira wakati wa kukojoa. Unakuta tayari mkojo hautoki kabisa, anawekewa mpira. Alhamdulillah nimekutana na wagonjwa hao, ila wengi waliowekewa mpira nimewatibia kwa chupa hizi ya kila 3. Unakuta chupa ya kwanza inaondoa mpira, anakojoa vizuri, chupa ya pili inaendelea kuondoa ule uvimbe, na chupa ya 3. Kwa wale wanaokojolea mpira, unakuta anapotumia ya Kela, unakuta siku ya 5 ya 6 ya 7 huwa anawaambia utaanza kuona ulikuwa umewekea katheta kwa njia ya kukojolea, umewekewa katheta tayari utaanza kuona mkojo, kwa sababu uvimbe umeondoka, utaanza kuona pressure ya mkojo inaongezeka, mkojo unaanza kutoka, yani katheta iko kwenye njia ya urethra. Ina maana kwa sababu kuna uvimbe, mkojo unatoka kidogo, unaingia kwenye katheta. Ila baada ya kutumia hii Akela, baada ya siku 5, 6, 7 unakuta mgonjwa ananipigia simu na nawaambiaga utaanza kuona mkojo unatoka nje ya njia ya kukojolea, yani ile urethra ambayo umeweka katheta. Tayari mkojo utaanza kutoka pembeni, unaanza kujikojoa, yani unatoka kwenye nguo zako. Ina maana tayari ukishaona mkojo unatoka nje, ina maana tayari Akela hii imeshapunguza ule uvimbe. Tayari mkojo pressure imeongezeka. Kwa kuwa imeongezeka na ile katheta ni nyembamba, tayari utajikuta mkojo unatoka mwingi. Ina maana utaanza kunapita pembeni, unakuja kunatoka nje ya katheta. Ina maana ukishaona hiyo hali, alhamdulillah tayari ni hatua ya kwanza kuondoa ule uvimbe. Ila baada ya kumaliza chupa ya kwanza mwenda siku 10, japo wateja wengine wameenda hadi siku 12, 13, tayari nakwambia toa mpira. Ukishatoa mpira tayari utaendelea chupa ya pili, baadaye utatumia chupa ya 3. Japo kuna baadhi ya wachache wametumia chupa 2 wakapona vizuri, lakini ukiwa umeshawekewa katheta lazima utumie chupa 3 kwa wale wengi zaidi. Yani kuna watu nimewatibia tangia 2022 mpaka leo 21, 22 mpaka leo 25 wako vizuri, wanaendelea na shughuli zao. Sasa baada ya kuangalia madhara ya tezi dume, kutanuka kwa tezi dume, tumeona kwamba kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa pia ni madhara, na kupata maumivu wakati wa kukojoa. Pia madhara mengine ni umauti, kwa sababu tayari kitakachotokea ni umauti. Kwa sababu mauti unatokeaje? Ni baada ya mkojo unapokuwa unabaki, kwa sababu unakojoa mara kwa mara, mkojo hautoki. Unaenda kukojoa, mkojo unatoka kidogo kidogo, unabaki kwa kibofu cha mkojo, unapanda juu, unapanda juu, unaenda kuathiri mafigo. Ndio maana kuna baadhi ya watu nimewatibia wametumia dawa za figo. Kwa hiyo unaenda kuathiri figo. Inapoathiri figo, baadaye inaweza kuleta maradhi mbalimbali kama kuferi na kuleta umauti. Hata isipoathiri figo, tayari tezi dume yenyewe inasababisha umauti sana vizuri. Sasa baada ya kuona madhara yake, kabla ya tiba nimekuja kipindi hiki hasa kuitangaza dawa ambayo ni prostate revival au rejesha afya ya tezi dume yako. Ina maana unapotumia hii dawa una viashiria vya saratani ya tezi dume, utajikuta hii inaondoa kule kutanuka kwa tezi dume, uvimbe. Ulikuwa na sentimita 80, alhamdulillah kuna watu wametimia unakuta na sentimita 80, anatumia chupa 2 anaenda kupimwa, anaambiwa na 35, anaongeza chupa ya 3 inakuja 20 ambayo ni nomo. Na kuna baadhi wengine hadi kuna wachache unakuta ana cc 50, anatumia hadi chupa moja tu anaenda kupima na 21 ambayo ni nomo. Kwa unapokuwa unatumia Akela inaondoa, unapotumia Akela inaondoa ule uvimbe ambao ndio
tatizo la kwanza kabisa la tezi dume, unakuwa unatumia na hii tena prostate revive, rejesha afya ya tezi dume yako. Hii kwa ajili ya kuondoa saratani ya tezi dume, ila ni kwa stage ya kwanza na stage ya pili, ambao seli za saratani bado ziko kwenye shingo ya kibofu cha mkojo, kwenye tezi yenyewe, haijatoka sehemu mbalimbali za mwili, wanapona. Lakini tuangalie kwa nini inakuwa tezi dume inakuja kuwa saratani. Ni baada kwa kuwa mkojo unakuwa unabaki kwenye kibofu cha mkojo, na hasa nimekutana na watu ambao wamefanyiwa operation. Mtu anakuja amefanyiwa operation awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu. Hadi kuna mtu nimhudumia alikuwa 2020 na nafikiri 22 kama sikusahau 23, alikuwa afanywa operation mara 3 na alikuwa anakojoa damu. Baada ya kutumia hii Akela na hii siku 5 na akanipigia simu, ile damu imekata, na huyu alikuwa amefanyiwa operation safari 3. Ina maana mpaka leo anaendelea maisha yake. Ni kutokana nini? Operation ni tiba sikatai, lakini kumbuka operation wanaingiza mashine, wanafanya surgery kuondoa ule uvimbe ulioko kwenye njia ya kukojolea. Si tiba, ni tiba. Kuna baadhi wamepona vizuri sana, lakini nafikia hatua seli zimeshasambaa. Ina maana tayari utatolewa ule uvimbe, ila baadaye zitakusanyika tena, zitafanya compression, utakojoa kwa shida. Utatolewa ule uvimbe tena kwa operation, zitakusanyika. Hivyo unavyofanya operation, manake ni tofauti na kunywa dawa, inaingia kwa mfumo wa damu, inaondoa zile seli za kutanuka kwa tezi dume ndani ya mwili mzima. Kwa kitakachofuata sasa ni baadaye mkojo unabaki kwenye kibofu cha mkojo. Ule mkojo unakuwa unabaki ndio unatengeneza kitu kinaitwa uric acid. Hiyo uric acid ndio inageuka kuwa saratani na kuanzia kwenye shingo ya kibofu cha mkojo, yani kwenye tezi yenyewe. Inaanzia pale, ndio stage ya kwanza, stage ya pili ambayo dawa inatibia, baadaye inaenda sehemu mbalimbali za mwili. Ndio unakuta baadaye mtu Allah anampenda na mchukua, ndio kadari yake. Lakini tiba ipo. Kabla ya yote inabidi tufanye juhudi ya kupata tiba, ambao kuna baadhi ya watu wale wengi wamepona. Ndio maana nikaileta prostate revive kuitangaza kwa wale ambao tayari wana viashiria vya saratani ya tezi dume stage 1 na stage 2. Nafikiri mtakuwa mmenielewa vizuri sana. Tuangalie matumizi. Matumizi yake hii Akela, unatumia vijiko 4 vya kulia chakula kutwa mara 2. Vijiko 4 vya kulia chakula kutwa mara 2. Wakati hii prostate revive au rejesha afya tezi dume yako, unatumia kijiko kidogo cha chai, kijiko kidogo cha chai kwenye maji ya moto. Unaweka maji ya moto, unaweka kwa kikombe cha robo, unachota kijiko kidogo kusoni ya poda. Unachota kijiko kidogo, unaweka kwenye maji ya moto kwa kikombe cha chai cha robo, na koroga, unafunika dakika 10-15, unachuja na kunywa. Na yenyewe ni kutwa mara 2. Kwa unapokunywa ya Akela unakaa lisaa linapita, ndio unakunywa hapa. Zote ni kutwa mara 2. Hapa na maana Akela tunatibia kule kutanuka kwa tezi dume kurudi kawaida. Unakuja unapotumia hii ni kwa wale ambao tayari wana viashiria vya saratani ya tezi dume. Lakini natoa tanbihi, unaponisikiliza na dalili nimezitaja, na kuomba, huwa napenda sana nenda hospitalini upimwe vipimo. Kuna vipimo hospitalini unaweza kutumia ultrasound, ila kipimo kizuri cha PSA, prostate specific antigen, kile cha damu. Wanachukua damu wanaipima, kile ni kizuri sana, na ndicho kinadetermine hadi mtu ambaye ameshakuwa na saratani ya tezi dume. Japo kina gharama, asilimia nyingi ni kuanzia 50, 60 baadhi ya hospitalini, ile na range hapo, ila ni kizuri. Wewe nisikize vizuri, hata haujanipigia simu, naenda chukua kipimo hospitalini. Kama ni cha PSA, pimwa vizuri, rekodi, utakuwa na taarifa zako hospitalini, na wewe nitumia hata WhatsApp, nipendeza kwamba tezi dume yako imevimba kiasi kadhaa, kama ni cc 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Anza dawa. Ukimaliza dozi chupa 2, wewe ambaye haijawa saratani, hata kama iko saratani, ukimaliza dozi zote, nenda kapime tena, leta feedback. Ni dawa ambayo inatibia kwa kuondoa tatizo vizuri, sio tu upone kwa dalili. Napenda pima, rekodi, tumia dawa, nenda hospitalini, pima tena. Tanibii nyingine, usitumie vipimo vya kichina vile vya kushika na mkono. Hapana. Nenda ukapime hospitalini, kisha leta taarifa zako. Nafikiri mmenielewa vizuri. Basi nimalize kwa kutaja namba zangu, na pia kwa sasa hivi napatikana, kituo changu kipo Kariakoo, mtaa wa Jangwani, mkabala na klabu ya Yanga. Ukifika klabu ya Yanga, unaitazama klabu ya Yanga hiyo, ukiangalia kulia kwako utaona bango la Dr. Balagoma, kliniki iko hapo. Au ukifika Kariakoo, mtaa wa Jangwani, klabu ya Yanga pale,
piga simu, utapokelewa, utaingia kliniki, utapata tiba. Nimewaletea karibu. Kwa sasa hivi niko Kariakoo, mtaa wa Jangwani, karibu na klabu ya Yanga pale. Ukifika klabu ya Yanga, angalia kulia kwako utaona bango langu. Namba zangu zitapita chini, na pia ni vizuri nikazitaja kwa wale ambao kuona ni shida watasikiliza. Namba ya Airtel ambayo inatumika na WhatsApp ni 0694 029277 0694 029277 au ya Tigo 0655782996 0655782996. Msikate tamaa na rehema za Allah. Dawa ya tezi dume, akela na saratani. Na pia naendelea kufanya utafiti kwa wale ambao tayari saratani imeshasambaa mwili mzima. Sijakata tamaa, nimeamua kudili na maradhi ya tezi dume na uzazi kwa wanaume kwa ujumla. Nitakapoipata ya kudina saratani mwili mzima, pia nitarudi, mtaniona, nitawatangazia. Niwatakie kila la heri, msikate tamaa na rehema za Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.